Je, umewahi kujiuliza kwa nini bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina rangi ya samawati, mstari mwekundu wenye mipaka ya njano pamoja na nyota ya njano upande wa juu kushoto? Je, rangi hizi zina maana gani? Na kwa nini taifa hili lilibadilisha bendera yake mara kadhaa? Leo nitakusimulia historia yake kwa undani. Mwanzoni, eneo linalojulikana leo kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa koloni la Ubelgiji kuanzia mwaka 1908 baada ya kumalizika kwa utawala wa Congo Free State uliokuwa chini ya Mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji. Tarehe 30 Juni mwaka 1960, Kongo ilipata uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji. Siku hiyo ilitambulisha bendera yake ya kwanza ya taifa huru. Bendera hiyo ilikuwa na rangi ya samawati, nyota kubwa ya njano upande wa juu kushoto, pamoja na nyota ndogo 6 zilizopangwa pembeni. Nyota hizo 6 ziliwakilisha majimbo 6 yaliyokuwepo wakati huo. Baada ya mabadiliko ya kisiasa mwaka 1963, nyota 6 ziliondolewa na kubaki nyota moja kubwa pekee. Nyota hiyo iliwakilisha umoja wa taifa na matumaini ya wananchi. Mwaka 1971, Rais Mobutu Sese Seko alibadilisha jina la nchi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuita Zaire. Wakati huo alianzisha bendera mpya kabisa. Bendera hiyo ilikuwa na rangi ya kijani kibichi, katikati ikiwa na duara la njano lenye mkono ulioshika mwenge. Kijani kiliwakilisha ardhi yenye rutuba, huku mwenge ukiashiria maendeleo na mwanga wa taifa jipya. Hata hivyo, mwaka 1997, baada ya Mobutu kuondolewa madarakani na vikosi vya waasi vilivyoongozwa na Laurent Desire Kabila, jina la nchi lilirudishwa kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali mpya ilirejesha bendera ya zamani ya samawati yenye nyota moja ya njano. Baadaye, tarehe 18 Februari 2006, serikali iliamua kuboresha muundo wa bendera hiyo. Hii ndiyo bendera inayotumika hadi leo. Iliidhinishwa wakati wa utawala wa Rais Joseph Kabila, mwana wa Laurent Desire Kabila. Kwa nini walibadilisha bendera hiyo? Ndiyo, lengo lilikuwa kuifanya iwe ishara ya mwanzo mpya baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, kuimarisha amani, umoja na matumaini ya maendeleo ya taifa. Sasa hebu tuangalie maana ya rangi zake. Rangi ya samawati, yaani rangi ya bluu, inaashiria amani, utulivu na matumaini ya maisha bora kwa wananchi. Mstari wa nyekundu unaopita kwa mshazari unaashiria damu iliyomwagika na mashujaa waliopigania uhuru na kulinda taifa. Mstari ya njano inayozunguka mstari mwekundu inaashiria utajiri mkubwa wa madini na mali asili ambazo nchi hiyo imebarikiwa kuwa nazo. Nyota ya njano iliyopo juu kushoto inaashiria umoja wa taifa pamoja na matumaini ya mustakabali mzuri. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina jumla ya majimbo 26. Majimbo hayo ni Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami, Sankuru, Maniema, South Kivu, North Kivu, Ituri, Ouili, Baiwili, Chopo, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Equateur, Chuapa, Tanganyika, Olomami, Lualaba na Okatanga. Nchi hii ni ya pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya Algeria. Pia ni moja ya nchi tajiri zaidi duniani kwa rasilimali za madini. Baadhi ya mali zake muhimu ni cobalt, shaba, dhahabu, almasi, coltan, bati, zinki, uranium pamoja na misitu mikubwa ya kitropiki na mto Kongo ambao ni miongoni mwa mito mikubwa zaidi duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina zaidi ya makabila 200. Makabila makubwa ni pamoja na Luba, Kongo, Mongo, Lunda, Nande, Hunde, Chokwe, Tetela, Mbandi, Shi, Havu na kabila linalojulikana sana ni kabila la Wabembe na mengine mengi. Lugha rasmi ya nchi ni Kifaransa,
lakini pia kuna lugha 4 za kitaifa ambazo ni Kiswahili, Kilingala, Kikongo, yaani Kibembe na Chiluba. Kwa upande wa viongozi wa taifa, tangu ipate uhuru mwaka 1960, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongozwa na marais 6 wakuu: Joseph Kasavubu Mobutu Sese Seko, Laurent Desire Kabila, Joseph Kabila, Felix Tshisekedi, rais wa sasa. Pia kulikuwa na kipindi kifupi ambacho Christophe Benye aliongoza serikali ya waasi iliyojitangaza, lakini hakutambuliwa kama rais wa taifa lote. Kati ya marais hawa waliopo hai ni wawili, Joseph Kabila na Felix Tshisekedi. Waliofariki ni watatu, Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko na Laurent Desire Kabila. Leo bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo si kitambaa cha rangi tu, ni alama ya historia ya mapambano ya uhuru, umoja wa wananchi, matumaini ya amani na utajiri mkubwa wa taifa. Kila rangi na kila alama iliyopo kwenye bendera hiyo inasimulia safari ndefu ya nchi kutoka kipindi cha ukoloni hadi kuwa taifa huru linaloendelea kujenga mustakabali wake. Usisahau kufuatilia simulizi nyingine za historia za bendera za mataifa mbalimbali duniani, na hii ni Simulizi Uhakika.